urejesho wa kanisa. Na kisa chetu kikuu itakuwa ni, tutaongea sana mtumishi wa Mungu Nabii Yoeli. Tutaongea sana kuhusiana na Nabii Yoeli. Hata kama nitapita kwenye maeneo mengine, lakini maneno ya msingi yote tutapita kwenye kitabu cha Yoeli. Kabla sijaendelea, ninaomba tufunge macho niombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mchana huu. Asante kwa ajili ya kuruhusu kusimama mbele yako na mbele za watu hao. Naomba Bwana utakase, takasa kinywa changu, takasa ufahamu wangu. Naomba nikanene sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutaongea kuhusiana na urejesho wa kanisa. Tunaposema urejesho, ina maana kwamba kuna mahali ambapo tunatakiwa kuwa hatujawa. Kuna mahali ambapo tunatakiwa kuwepo hatupo hapo. Kwa turejee kwenye lile linaloitwa asili, lile linaloitwa maroho, ndio sehemu sahihi ya kwetu. Kama Adamu ambavyo Mungu alizoea kukutana naye bustanini, pale mahali ambapo Mungu alizoea kukutana naye, siku ilipofika Adamu amemesa, ameenda tofauti. Mungu alienda pale mahali ambapo alizoea kukutana, akakuta Adamu hayupo mahali. Ndio anamwita Adamu, Adamu wapi? Maana yake anamtaka Adamu arejee kwenye eneo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kufundisha jambo hili, sina maana kwamba kanisa limepotea. Maana sio kwamba kanisa limepotea, lakini maana ni kujaribu kuangalia kanisa linatakiwa liwe wapi. Na Mungu anasema vitu gani vinaomba hatupo mahali ambapo tunatakiwa kuwa, au wale ambao wako mahali ambapo hawatakiwa kuwa wanaonekana. Naomba tutasoma maneno mengi. Naomba tusome Yoeli sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Yoeli sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inasema, neno la Bwana lilimjia Yoeli mwana wa Pethueli. Sikieni haya enyi wazee, sikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi. Je, mambo haya yamekuwapo katika siku zenu au katika siku za baba zenu? Walifunga watoto wenu habari yake watoto wenu, wakawaambia watoto wao, na watoto wao wakakiambia kizazi kingine. 4. Yaliyosazwa na kinutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Sura ya pili mstari wa 13 hadi 18. Sura itaanza 12 hadi 18. Biblia inasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Narudieni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Ni
nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, waachilie watu wako, Bwana, wala usitoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani wasema kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? 18. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Mturuki moja mstari 13 na 15. 13 na 15 hadi 15 anasema, jitakaseni mkaomboleze enyi makuhani, pigeni yowe enyi wahudumu wa madhabahu, njooni mlale usiku kucha katika magunia, enyi wahudumu wa Mungu wangu, kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiwa katika nyumba ya Mungu wenu. Takaseni saumu, iteni kusanyiko la dini, wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi, waende nyumbani kwa Bwana Mungu wenu na kumlilia Bwana. 15. Ole wake siku hii, kwa maana siku ya Bwana inakaribia, nayo itakuja kama uangamivu tukao kwake Mwenyezi, aliye Mwenyezi. Andiko la mwisho, Yohana 2 mstari wa 25 hadi 29. Biblia inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kama. 27. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Mungu katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kama. 28. Hata itakuwa baada ya hayo kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya hayo ndio maeneo ambayo tutapita kuhusiana na ujumbe wa leo. Nimesema ujumbe unasema urejesho wa kanisa. Kanisa linapita kwenye mazingira mengi, linapita kwenye hatua mbalimbali, linapita kwenye misukosuko mingi. Kama mtumishi wa Mungu Yoeli alikuwa ni nabii ambaye ni miongoni mwa wale manabii wadogo. Sio kwamba ni watoa wadogo kwa maana ya ujumbe au kwa kazi waliofanya,
wale wakusanyaji wa vitabu vya Biblia wamewaambia, wamesema ni wadogo kwa sababu hawajaandika vitu vingi, lakini sio wadogo kwa maana kwamba ni wadogo kwa tafsiri ambayo tunajua. Tafsiri yake ni wadogo kwa sababu ya vitabu vyao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Yoeli alikuwa ni miongoni mwa nabii. Alikuwa ni nabii ambaye ni muhimu sana, na hasa kwa kanisa la sasa hivi. Huyu bwana aliishi, au anasema kitabu hiki kiliandikwa miaka 800 karibu na 30 na kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa. Na huyu nabii aliweza kuona haya mambo. Anasema wakati huo analiangalia kanisa, anawaangalia wana wa Israeli, akaona hali ambayo inaendelea. Na kilichokuwa kinaendelea wakati huo ni kwamba Israeli walikuwa wamekosa. Walipokuwa wamefanya visivyo. Na kwa lugha nyingine, maana yake kanisa lilikuwa limefanya visivyo. Na kwa sababu hiyo Shetani alipata nafasi. Ndio pale anasema kwamba yaliyosazwa na tunutu yaliliwa na nzige. Yaliyosazwa na nzige yaliliwa na parare. Na yaliyosazwa na parare yakamaliziwa na madumadu. Hawa wadudu ambao wametamkwa hapa ni miongoni mwa wadudu hatari kwa mazao. Wadudu haribifu. Kwa sababu hao wote ni jamii moja. Tunutu ni nzige wale ambao ni wale hawajafikia kuruka. Wanasifiwa. Nzige ni wale ile nzige, na pia tunajua hata mwaka jana na mwaka juzi waliingia Kenya na wakaingia na baadhi ya mikoa yetu ya kaskazini. Ni waharibifu. Yaani kwa saa moja anaweza kaharibu hekari za mashamba. Sasa anasema wakati huo mazao ya wana wa Israeli yalishambuliwa na hao wadudu. Kumbuka kama mazao yao yalishambuliwa, obvious kulikuwa na njaa. Mwaka huo kulikuwa na njaa. Kulikuwa na shida ya fedha. Kwa sababu walitegemea fedha wazipate kutokana na mazao. Lakini ilizaa manunguniko. Kwa sababu mtu akiwa na shida hakosi kuongea. Shida inamfanya mtu aongee hata bila kipimo. Anatiririsha tu maneno. Kwa sababu shida imemkaba koo. Yaani shida ikaisha, akianza kutafakari yale aliyokuwa anaongea, unaanza kukuta hata yeye mwenyewe anacheka. Lakini kwa sababu shida ilikuwa imemkamata. Kwa hiyo hao watu waliingia kwenye shida kubwa kwa sababu ya hawa wadudu. Waliharibu mimea. Waliharibu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ninaomba tusome Yoeli 3. Moja nisome mstari wa 14. Naomba niunganishe hilo andiko hapo. Nitasoma Yoeli 3:14. Mstari mmoja tu. Biblia inasema makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno. Kwa maana siku ya Bwana i karibu katika bonde la kukata maneno. Asante. Wakati huo wana wa Israeli wana shida ya kiuchumi, wana shida ya chakula, wana shida za kiafya kwa sababu hawana chakula. Biblia inasema
anasema hiyo hali ilihusiwa kwa sababu walikosea Mungu. Maana Yesu asifiwe. Kwa hiyo waliishi maisha ambayo ni magumu, lakini alipoendelea kuyaona hayo, Mungu akaendelea kusema naye, akaendelea kumwonyesha. Akaona kundi kubwa liko kwenye uwanda. Wanasifiwe. Kundi la watu, makutano makubwa yako kwenye uwanda, yako kwenye bonde ambalo yeye ameliita bonde la kukata maneno. Wako kwenye bonde la kukata maneno, the valley of decision, bonde ambalo watu wanaamua, wanafanya maamuzi. Ndio bonde la kukata maneno. Kwa Kiswahili wametumia neno kukata maneno, kukata kesi. Yaani kesi ndio zinafikia mwisho, hukumu zinatolewa. Maana ushahidi wote umeshapatikana. Na hebu niwaweke kwenye kizazi tulicho nacho, wakati tulio nao, kanisa liko kwenye hali ambayo ni mbaya, liko njaa yenye na Mungu. Siku moja nilifundisha habari ya bonde hapa. Wakati wanakumbuka, nisema bondeni kuna nini? Bondeni kuna shida, kuna mwagaji damu. Ndio maana Kaini alimchukua Habili akaenda naye bondeni. Hiyo ndio tafsiri ya Biblia. Kuna hatari. Sasa Biblia inatutolea, yeye anatoa unabii kwamba kanisa liko kwenye bonde la kukata maneno. Mambo yako mengi ambayo yameingia kwenye jamii. Vitu viko vingi ambavyo vimeingia kanisani kwa sababu tuko kwenye bonde la kukata maneno. Ndio maana kila mtu anaweza kuamua kufanya na kufanya. Zamani wakati tunakuwa sisi, Padri alikuwa hakosolewi, na ndio pekee yake anasoma Biblia. Mchungaji kumkosoa ilikuwa ni kazi. Lakini sasa hivi anaongea hapa, anasema hapo kachemka. Hapo basi kachemka. Sasa tuko kwenye bonde la kukata maneno. Bonde ambalo kila mtu ana maamuzi yake, ana vitu vya kufanya, ana mitazamo yake, ana namna anavyoona. Kila mtu anaweza kuvaa anavyojua, anaweza kaa anavyojua, anaweza kufanya anavyojua. Ndicho ambacho walikumbana nacho wana wa Israeli, kwa sababu Mungu alikuwa kando. Hawakumsikiliza mtu, walisikiliza mioyo yao inasemaje, walisikiliza fahamu zao zinawaambia nini, walisikiliza matakwa yao, waliongea walivyoongea, waliakti walivyoakti, walifanya walivyofanya. Lakini yeye anaendelea kutuambia, kutupa taarifa kwamba sasa mambo gani yaliyopata. Ndio maana nimesema kwamba kulikuwa na njaa, kulikuwa na vitu vingi ambavyo hata kizazi tulicho nacho, maisha ya watu, Shetani amehakikisha kwamba anatafuna kila kitu. Ile sisi ya wale wadudu ambao wanawezeshwa pale. Maana yake ni kwamba kwenye maisha yako Shetani anataka kumaliza pasipo kusaza chochote. Yaani kama ulikuwa na upendo kidogo na kamaliza, anaangalia kitu gani kimebakia. Tumaini limebaki, anamaliza. Uvumilivu ulikuwa umebaki, anahakisha mdudu mwingine anakuja anamalizia. Ili ile empty. Asubuhi
asubuhi tulisoma Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 22 kama sijakosea. Kuna mtu alisoma 22 23 ambapo anaongea habari ya tunda la Roho. Kuna vitu kama tisa pale vinatamka. Sasa shetani anachofanya ni kuhakikisha kwamba katika vile vitu hubaki na kitu ambacho hakiwezi kuliwa na kitu, atakuja nzige atakimalizia. Ambacho hakijalia na nzige wataleta parare, watamaliza. Alichoshindwa kuna parare, atamalizia madumadu. Wako madumadu wanamalizia vitu kwenye maisha ya watu. Viko vitu vinatuumiza kwenye maisha. Na ndio maana wakati fulani changamoto haziishi. Unakutana na hili kata kona, unakutana na lingine. Ukitoka nje unakutana na lingine. Ukikabiliana kwa jirani unakutana na lingine. Kwa sababu huko kuna parare, pale kuna madumadu, kule kuna tunutu, na kule kuna vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndio maisha ambayo aliyaona. Huyo mtumishi wa Mungu alikuwa anayaona mambo ambayo yapo hata sasa hivi yanatukabili. Kanisa wakati mwingine ameingia kwenye changamoto nyingi. Wakati fulani wachungaji hata tumeziba midomo tusiseme. Tunaogopa nikimsema mtu atakimbia. Sasa nipigeni. Nikuache unaangamia nisikwambie ukweli, au nikwambie ukweli upone? Niambie ukweli upone. Na Wakristo wa sasa hivi wanapenda maneno laini. Wanapenda injili, hawapendi kusuguliwa ukoko. Wanapenda kwenye ukoko juu ya ukoko wapakaze mafuta, alafu pauziwe na perfume ili wasitoe harufu. Sio kama unanipata? Yaani wanapenda wasitolewe uchafu. Yule anataka ule uchafu upakwe mafuta. Uchafu wao unatoa harufu mbaya, si ndio? Alafu unapulizwa na nini? Kukata harufu. Na hiyo bahati mbaya huwa wanayo sana vijana wa kiume. Vijana wa kike sijafika kama vijana wa kiume huwa wengi. Lakini sio hapa kanisani, wengi wanakuwa ni wapimu wa kuoga. Na ndio maana kutoka sana na perfume. Nimesema hapa ndani wapo ila mahali pengine vijana wa mahali pengine. Hello. Vijana upo. Wao mnaoga. Ampigi fiara perfume juu yake. Kwenye miji mingine hata wakike wapo, hasa kwa wazungu. Wazungu ni wavivu sana kuoga. Wakike wapo. Naona wamenuna, wakike wamenuna. Waonyesha kwamba wao mambo haya hausu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukweli wa Biblia unatakiwa useme kwa uwazi. Wenye kwenda mbinguni waende, wanaokwenda njia nyingine waende. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa sababu hatuhubiri ili tufarijiane. Tunahubiri twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo wangu natamani kundi lote liende kwa Baba. Amen. Hata kama mimi naondoka, lakini kundi hili kama lilivyo asipotee hata mmoja. Amen. Siku Yesu akija, kila tunaangaliana kabisa, unaona sasa hiyo hapa. Sijui kutakuwa na ruhusa ya kugonga kabisa. Unatisha mwanangu.
mwingine naimba pale yani wote yanaje. Noa kama alivyokaa na Fadhili hivi. Hapo anafika kule amekaa hivi anaangalia. Watu wote. Wafike kwa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tukakumbuka leo kata. Unaona kwa maisha kila wakati shetani anakutafuta. Shetani anakuinda. Anataka maisha yako. Hiyo ilikuwa ni eneo la kwanza ambalo yeye aliona. Lakini baada ya hapo Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema. Pamoja na vile walivyokuwa. Pamoja na shida walizokutana nazo. Biblia inasema kwamba akahubiri habari ya toba. Akasema enyi makuhani, na wahudumu katika nyumba ya Mungu, litakaseni kundi. Litakaseni kundi. Kulitakasa kundi maana yake liwe tayari kwa ajili ya kumpokea mwanakondoo. Liwe tayari kwa ajili ya kwenda mbinguni. Kulitakasa kundi ni pamoja na kunyambia ukweli. Kama watu kanisani wanavaa kama makahaba, waambie ukweli kwamba kanisani hakuna biashara. Au unahitaji kufanya biashara hiyo, kuna maeneo yake. Litakaseni kundi. Kulitakasa kundi ni pamoja na kuniambia habari njema. Kwa sababu Biblia inasema tunatakaswa kwa neno. Wanasema tunatakaswa kwa neno. Nadhani ni Yohana kama si 17:17. Kama mmoja tunamsomea 17:17. Yohana 17:17. Yohana 17:17. Biblia inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Amen. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Ndiyo kweli. Kwa hiyo kulitakasa kundi ni pamoja na kuliambia kweli ya Biblia inasema nini. Kuliambia kweli ya Biblia inasema nini, ili ile kweli iweze kusafisha maisha yao. Iweze kupuni. Kama seremala anavyochonga kitu ili kikae vizuri, anapitisha randa. Anapitisha randa. Hebu fikiria kwamba ile randa inapita kwenye mwili wa binadamu. Sinaomba wapendwa. Lakini ikitokea kitu anachokusudia kitokee, lazima ni uchongwe. Uchongwe. Sasa tunachongwa kwa njia ya neno la Mungu. Amen. Tunachongwa kwa njia ya neno la Mungu. Neno la Mungu linapuni. Kama kulikuwa na vitu havijakaa vizuri, linapuni. Kijana wa kiume alikuwa anavaa suruali imekaa kiasi kwamba mtoto akirukia twende. Neno la Mungu linapuni kwamba usikae kijana wa kiume, usikae kama wale mashoga. Azifu na video na fizio na mvizia sana. Kwa hiyo neno la Mungu linapuni, linaweka sawa. Wengine kuna vitu watu wanafikiri ni fashion, wakati sio fashion. Unatangaza na unaita watu wa aina fulani wa kutafuta. Sio kama unanielewa. Unaweza kama umevaa kumbe umevaa ya mashoga. Sasa wale wanaoshughulika na mashoga wataanza kutafuta. Unaanza kusema na jaribu. Mungu unajaribu kwa ujinga wako mwenyewe. Au kijana wa kike, Mungu amekujalia amekutengeneza vizuri, lakini umevaa
virusi unawaita. Hello. Watoto kike mtanielewa? Wengi wanasema yaani msiku na nini sisi kuna pepo gani? Kila mmoja chunguza na baba. Chunguza unavyo. Kwa sababu mwanaume anatumia macho tu haya kawaida. Hata vitu vingine wala sio mapepo. Ujinga wetu sisi wenyewe. Ndio kama mwingine pale shaka atakuja kutukuta. Yaani wewe kama wa kuita watu hapo asije. Unawaponyeza mwenyewe hapo asije. Wasipokuja watafanya makosa kwa sababu wameitwa. Watakuwa hawana akili nzuri. Unawaita mwenyewe. Najaribiwa nini? Watu wanajaribu mwenyewe kwa sababu ya ujinga wao. Hello. Usamehe kama maneno yako sio mtamu sana kama ulivyokusudia, lakini tuko kwenye urejesho. Kanisa mtaje mwenyewe wake sasa. Jana wakiwa hapa sio wanafungua mashati yao hapa. Katika wengine kufua vyao sisi na manywezi. Wewe tuko kwenye bonde la kukata maneno. Tuko kwenye bonde la kukata maneno. Tusome andiko fulani. Tukiele Yoeli 1:13 hadi 15 anaongea habari ya kurejesha dhambi. Kurejea kwa Bwana. Ile 13 na 2 ambayo tusoma 12 mpaka 18 anaongea pia habari ya kurejea Bwana. Kulitakasa. Sasa kulitakasa kweli nimesema bonge ni neno la Mungu. Asifiwe. Amen. Ajao wengine wanafikiri kulitakasa kundi ni muda wote kuomba toba, tusamehe. Kweli sahihi. Lakini tunataka kujifunza neno la Mungu ili likuni. Vile vitu ambavyo vimetokeza ambavyo sio yenyewe vikatwe. Lakini pia linatakaswa kundi kwa toba. Linatakaswa kundi kwa toba. Kurejea kwa Mungu. Neno yangu imekuwa sio nzuri. Ninaomba unitakase. Ninaomba unisamehe. Lakini kama viongozi tuna pia wa kuliombea kundi. Mungu ni rehemu kundi. Leo hii kundi. Liepushe na ulimwengu. Liepushe na majaribu mbalimbali. Unalitakasa kundi. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mambo ambayo huyo mtumishi wa Mungu aliona. Hakuishia hapo tu. Baada ya mwito wa watu wote wamrejee, waingie kwenye toba, waingie kwenye kumwita Mungu, waingie katika maombi, wamlilie Mungu ili weje. Anatoa majibu kwamba ili weje. Kwa nini wamlilie? Kwa nini waingie kwenye toba? Kwa nini wamtafute Mungu? Naomba hiyo tusome. 2:25 mpaka 29 turudia hapo. Soma. Yoeli 2:25. Biblia inasema
Nami 29. tasoma, nami rudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawata tayari kamwe. 27. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawata tayari kamwe. 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. 29. Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Amen. Hallelujah. Amen. Haya ni maneno ya matumaini. Mwanzoni tumeona kwamba wale pale nzige, madumadu na tunutu wameharibu maisha yetu. Wametafuna maisha yetu. Mapepo yametafuna maisha yetu. Shida zimetafuna maisha yetu. Magonjwa yametafuna maisha yetu. Mapingamizi mbalimbali yametafuna maisha yetu. Lakini hapa anatoa ahadi. Anasema yale yaliyoliwa na parare yatarejeshwa. Yale yaliyoharibiwa na parare yatarejeshwa. Mchana wa leo nina ujasiri wote kwamba yale ambayo kwenye maisha yako yaliliwa, kama umemrejea Bwana, kama umeyakabidhi maisha yako kwa Bwana, kama umekubali kwenda na Bwana, Biblia inasema kwamba yale yaliyoliwa na parare yatarejeshwa. Amen. Miaka iliyotafunwa kwenye maisha yako utaongezewa. Amen. Biblia inakwambia kwamba Biblia imesema huo anachota miaka ya waovu, anaongezea utakatifu. Kwa sababu wewe uko kwa faida. Anaondoa wale ambao wanaishi maisha ya kiasara, alafu miaka yako anakuletea wewe. Hapo ni siku. Umekaa vizuri. Ndio maana unaweza kutoa watu wa Mungu wazee haraka. Yaani trend yao kuzeka. Iko taratibu. Amen. Amen. Mwingine kumwambia mimi nina miaka 61 sasa hivi. Amen. Sijui kwa hakika, lakini inawezekana kuna miaka imeongezeka. Amen. Kama unajiona ndio miaka 61. Kuna mtu labda 55. Amen. Amen. Miaka iliyoliwa na parare tutarejeshewa. Amen. Ni ahadi ya Mungu. Kwa usiangalie maisha yako yalichafuliwa kiasi gani, yaliharibika kwa kiwango kipi. Mungu tuliye naye ana uwezo wa kurejesha. Amen. Ana uwezo wa kurejesha afya yako. Ana uwezo wa kurejesha mambo yako. Ana uwezo wa kurejesha uchumi wako. Hata kama ulifeli, ulirudi, biashara zako zisambaratika, kazini inawezekana ulifukuzwa, mambo hayaendi, lakini Biblia inasema kwamba atavirejesha.